Jambo na karibu kwenye muhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Huku zoezi la kutafuta mwenyekiti mpya wa tume ya IEBC likiingia siku yake ya pili leo, vijana waliandamana nje ya jengo ambalo mahojiano haya yanafanyika wakidai kuwa baadhi ya walioteuliwa walikuwa wazee. Mwenyekiti wa shirika la Kenya Youth John Makababu aliongoza maandamano hayo akidai kuwa wadhifa kama huo unahitaji vijana. Mahojiano haya yanaendelea ili kumpata mrithi waliyekuwa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati aliyeaga dunia mwezi jana. Na aliyekuwa msajili wa idara ya mahakama Ann Amadi Charles Nyachai na mwenyekiti wa bodi ya Kawi Joy Brenda Mdivo ni miongoni mwa wagombeaji 11 walioteuliwa kuwania nafasi ya uwenyekiti wa IEBC. Tukiachana na haya ni kuwa Wizara ya Kilimo imewahakikishia wakulima kwamba kuna mbolea ya kutosha na kuondoa hofu iliyoibuliwa awali kuhusu upungufu wa bidhaa hiyo. Katibu katika wizara hiyo Daktari Kiprono Rono amesema maafisa wa Wizara ya Kilimo walizuru eneo la North Rift na kubainisha kuwa mchakato wa usambazaji mbolea ya bei nafuu unatekelezwa bila changamoto zozote. Na Chad imelaani kauli ya kitisho ya jenerali mkuu wa Sudan kuwa itashambulia viwanja vyake vya ndege na kuliita ni tangazo la vita. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema itajibu kulingana na sheria za kimataifa ikiwa eneo la Chad litatishiwa. Onyo hilo linafuatia kauli ya Jenerali Yasir Al-Attah, naibu kamanda wa jeshi la Sudan, ambaye amesema UAE inatumia viwanja vya ndege vya Chad kupeleka silaha kwa wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Angola itajiondoa katika nafasi yake ya upatanishi wa mzozo wa mashariki mwa DR Congo, imesema ofisi ya rais. Mzozo huo kati ya Kongo na waasi wanaounga mkono na Rwanda wa M23 umezidi kushika kasi. Kwa mujibu wa taarifa CNBC, taifa jingine la Afrika linapangwa kuongoza juhudi za kurejesha mazungumzo ya amani. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 3 zimetweka baada ya saa 3. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 4 kamili. Jina langu ni Ramla Abdi. Saum makbul.